Wakubwa hii kitu imefanya watu wengi sana wazichukie iPhone wakidai kwamba storage za iPhone sio nzuri. Na wengine walinunua mpaka 1 TB au 512 GB. Bado simu zao zilikuwa zinalalamika zimejaa wakati storage ipo, na hata wakienda kufuta vitu kwenye gari bado inaendelea kulalamikia imejaa. Na hii ni kwa sababu kwamba watu wengi hatujui kwamba iPhone storage na iCloud storage ni vitu viwili. Najua wengi tunajua kufuta vitu kwenye simu zetu, kwenye gari au kwenye photos, lakini hatujui namna kufuta vitu kwenye iCloud. Ndio maana niko hapa. Njoo nikusanue namna kufuta vitu kwenye iCloud. Ni rahisi sana mwanakitaa, utaingia kwenye application ya Safari. Baada hapo nenda kaandike iCloud.com. Itakuletea kitu kama hiki, then nenda sign in hapo. Baada kuja hapo mwanakitaa, kama iCloud yako tayari ipo kwenye hiyo simu mwanakitaa, utaenda direct pale sign in. Kwa mwenzangu na mimi hapo itakuomba Face ID, itafungua. Kwa wewe ambaye unataka kusaini manually utaandika hapo iCloud yako na password yako hapo. Baada ya kuingia hapo itaload kidogo hapo mwanakitaa. Na baada hapo inaniambia continue on iCloud. Tayari imeshaniletea hapo mwanakitaa. Na hapa nimeshaingia kwenye iCloud yangu mwanakitaa, na vitu vyangu vyote ambavyo vipo kwenye iCloud vinanionyesha hapa. Kwa hiyo mwanakitaa inanionyesha kwamba hapa tayari mimi nimeshatumia GB 146. Kwa sababu mimi nimeshanunua zile GB 200. Kwa hapo mwanakitaa naweza nikaja hapa kwenye photos nikaangalia picha ambazo zipo kwenye iCloud na nitaamua kuzifuta hapo. Nikishaingia hapo mwanakitaa naweza nikaamua nizifute, au nikitaka hata kuzichukua ambazo zipo kwenye iCloud naweza kuzichukua. Na wewe pia unaweza kaangalia mwanakitaa hata namba ambazo zipo kwenye iCloud unaweza kuziangalia kupitia hivyo. Kwa hiyo mwanakitaa ambaye unataka kujua namna ya kununua storage ukiwa unataka kufutafuta vitu kama mimi, kwa sababu mimi nimenunua tayari GB 200, naelekeza kwenye next video namna ya kununua iCloud storage. Sasa naamini video imekusaidia. Kama imekusaidia mwanakitaa, comment hapa chini, share na mshikaji wako, lakini pia usahau kutufollow for more tips.